Kwanza hilo la kuhusu kusamehe vijana, inatakiwa vijana wote walioko ndani na Watanzania wote waliokamatwa waachiwe, sio baadhi. Hicho kitendo cha kusema baadhi ya watu waachiliwe ni kutoa mwanya kwa ofisi ya DPP kuendelea kushikilia watu wengine, watatoa rushwa na kutakuwa ni mwanya wa kutengeneza rushwa kwenye hilo jambo. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao tulishikiliwa tangu tarehe 22. Nimekaa mahabusu ya polisi kwa siku 21. Kwa hiyo kama mimi naweza kubambikiwa kesi kubwa kama ya ugaidi, hao vijana wote waliobambikiwa kesi hizo za zinazoitwa uhaini ni kesi za kubambikiwa. Kwa hiyo wote kwa nchi nzima na wengine walioko kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi bado wako kwenye vituo vya polisi, wanapaswa kuachiwa bila masharti yoyote, na sio kusema ofisi ya DPP ione nani na nani inamwachia. Lakini pili, sisi tunakaribisha kauli ya UN ya Umoja wa Mataifa kwamba tunahitaji tume huru, aidha kutoka Umoja wa Mataifa au kutoka Umoja wa Afrika au kutoka SADC, ije kuchunguza masuala yaliyofanyika humu ndani kama ilivyofanyika Kenya mwaka 2007. Kwanza tuelewe watu wangapi wameuawa. Nimesikitika kwamba hajatamka idadi ya watu waliouawa, kwa sababu maisha ya mtu hayalinganishwi na kitu chochote kwenye hii dunia. Tunataka kujua idadi ya watu waliouawa, idadi ya majeruhi na wako wapi, kwa sababu majeruhi wengi waliokuwa kwenye hospitali wengine hawaeleweki walipo. Ndugu wakabidhiwe miili yao. Watu waliohusika kuumiza watu, kuleta hii atrocity kwenye nchi yetu, kufanya mauaji makubwa kiasi hichi, wachukuliwe hatua. Baada ya hapo ndio jambo lingine lolote linaweza kujadilika.